Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera. Katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Kalori Rwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa Seminari Kuu ya Segerea, na leo upo nami Frateli Haruni na Nyambe wa Jimbo Katoliki la Mtwara, na mada yetu ya leo itakuwa ni haki, chanzo cha amani katika familia. Karibu tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, uliye chanzo na chemchemi ya elimu yote, tunakuomba umtume Roho wako Mtakatifu aje akae nasi tunapofanya kipindi hiki, na yote tutakayojifunza yawe kwa ajili ya sifa na utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu msikilizaji, haki na amani ni maneno mtambuka. Ni maneno ambayo yamekuwa yakitajwa sana, hasa katika nyakati zetu na katika muktadha tofauti tofauti. Yamekuwa yakitajwa sana katika familia zetu, katika taasisi za kidini na taasisi za kiserikali na taifa kwa ujumla. Katika dunia yetu hii inayobadilika kwa kasi, familia inabaki kuwa kitovu pekee cha mapumziko, upendo na utambulisho. Lakini familia hukumbwa pia na changamoto za kila siku kama vile migogoro na mgawanyiko. Je, ni kitu gani pekee kinachoweza kulinda na kudumisha utulivu na mshikamano ndani ya familia? Jibu linapatikana katika neno moja tu, ambalo ni haki. Na ndugu, haki sio tu wazo la kisheria au la kijamii, bali ni msingi wa kina wa uhusiano sahihi kati ya mwanamume na mwanamke, wazazi na watoto, na familia mzima kwa ujumla. Kumbe ndugu msikilizaji, leo tunayo bahati ya kushirikishana juu ya maneno haya kinagaubaga kabisa, ambapo kwenye kipindi hiki tutachunguza maana halisi ya haki na amani, misingi ya haki katika familia, wajibu na haki za kila mwanachama wa familia, yaani wajibu za mama, baba pamoja na watoto, na jinsi misingi hii inavyojenga amani ya kweli na ya kudumu katika familia. Ndugu msikilizaji, kwa upekee kabisa tutaangalia kuhusu uhusiano uliopo kati ya haki na amani, na mwishoni tutajibu kwamba ni kwa nini hasa haki ni chanzo cha amani katika familia. Basi tuanze sasa kuangalia maana ya familia. Familia ni kikundi cha watu wanaohusiana kwa damu, ndoa au kiasili, na wanaoishi pamoja au kushirikiana katika maisha ya kila siku. Kwa maneno mengine, familia ni muunganiko wa baba, mama, watoto na watu wengine wa karibu wanaoishi pamoja na kusaidiana. Familia ni kitengo cha msingi cha jamii ambacho kinalea, kufundisha, kulinda na kuendeleza wanachama wake. Ni sehemu ambako mtu anapata malezi, maadili, ulinzi, upendo na utambulisho. Mpendwa msikilizaji, katika tamaduni za Kiafrika, familia ina maana pana zaidi
kuliko ile ya baba, mama na watoto. Familia katika mtazamo wa Kiafrika ni jumuiya kubwa ya watu wenye undugu wa damu, ukoo, nasaba na hata majirani wanaohusiana kijamii na kiutamaduni. Hivyo familia ya Kiafrika inajumuisha wazazi, watoto, babu, bibi, mashangazi, binamu, wajomba, ndugu wengine wa ukoo, walezi, hata majirani wa karibu kama ndugu wa kijamii. Na sasa neno familia limechukua taswira mpya zaidi, ambapo vijana wa rika moja au watu wanaofanya kazi pamoja hutumia neno familia kama jina la kuwaunganisha, na hivi wanapokutana huitana ni familia, au wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema sisi ni familia kabisa. Kwa hiyo kumbe familia katika muktadha wa Kiafrika inachukua sura pana kabisa. Hii hutokana na falsafa ya Kiafrika ya utu wangu unatokana na wengine, ubuntu, na mtazamo kuwa ni wa jamii, si wa kujitegemea. Kwa hiyo kumbe Kiafrika familia ni ukoo mzima, ni jamii ya karibu, watu wanaoshirikiana katika maisha, extended family. Tuje tuone sasa maana ya familia katika ama kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki. Pendwa msikilizaji, katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, familia inaelezwa kama jumuiya iliyoundwa na mwanamume na mwanamke kwa njia ya ndoa, wakishirikiana na Mungu kuleta uhai mpya. Ni mahali ambapo upendo unajengwa na tabia njema hufundishwa. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2201 hadi namba 2203. Pia Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba familia ndiyo sehemu ya kwanza ambamo imani inapokelewa, kufundishwa na kuishiwa. Hivyo familia huitwa kanisa la nyumbani, kwa sababu ndani yake watoto wanafundishwa kuomba, kumpenda Mungu na jirani. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1655 hadi namba 1658. Hivyo familia ndiyo kiini cha jamii na taifa, kwani ndani yake mtu anapata malezi ya msingi, maadili, nidhamu na kadhalika. Mpendwa msikilizaji, sasa tunaweza kutazama maana ya haki kwa ufupi kabisa katika uhusiano wake na uwepo wa familia. Haki ni kumpa mtu kitu anachostahili. Haki ni kitu anachostahili mtu kupata au kutendewa kwa usawa na bila kudhulumiwa. Tunaweza pia kusema kwamba haki ni kupata kitu kwa uhalali na kutendewa kwa njia inayofaa na ya ukweli. Katika urahisi zaidi, haki ni stahili ya mtu. Haki ni usawa bila upendeleo. Haki ni kupata kilicho chako bila kudhulumiwa. Baada ya kujua maana ya haki, tuje sasa tuone maana ya amani. Tuone maana ya amani katika asili yake katika neno la Kiswahili. Kiswahili neno amani linatokana na kigezo cha Kiswahili mani au amani, linalomaanisha utulivu, usawa na mshikamano. Linahusiana na mshikamano wa kijamii na utu. Taifa au jamii yenye amani ni ile inayoshirikisha watu wote kwa usawa, kwa haki na mshikamano. Maana ya kawaida ya amani. Mpendwa msikilizaji, amani ni hali ya raha na salama bila ugomvi. Amani katika familia ni hali ya utulivu, upendo,
maelewano na ushirikiano kati ya wanachama wa familia bila migogoro, bila chuki au vurugu. Ni pale ambapo watu wa familia wanaishi kwa heshima, wanazungumza bila ugomvi, wanatatua tofauti kwa busara, wanasaidiana na kila mtu anajisikia salama na kuthaminiwa. Amani ya familia ni sawasawa na watu kuishi vizuri, kupendana na kukosa ugomvi. Tuone sasa misingi ya amani katika familia. Misingi ya amani katika familia ni upendo, heshima, mawasiliano mazuri, kusameheana, kutimiza wajibu, ushirikiano, kuepuka chuki na matusi, kufanya maamuzi pamoja. Amani ya familia ni maisha ya utulivu na maelewano ambapo wanachama wa familia wanapendana, wanaheshimiana na kuishi bila migogoro. Mpendwa msikilizaji, baada ya kuona misingi ya amani katika familia, tuje tuone sasa misingi ya haki katika familia. Moja kabisa ni kutimiza wajibu. Huu ni msingi muhimu wa haki ndani ya familia, kwa sababu kila mtu katika familia ana jukumu lake. Wazazi wana wajibu wao, watoto wana wajibu wao, na ndugu wengine pia nao wana wajibu wao wa kutimiza. Kumbe kutimiza wajibu kunazuia dhuluma, malalamiko na mgongano ndani ya familia. Hivyo basi, kutimiza wajibu ni msingi wa haki, kwa sababu kunamhakikishia kila mtu kuwa anapata alichostahili na hakuna anayedhulumiwa. Uaminifu. Uaminifu ni moyo wa uhusiano wa kifamilia. Kama hakuna uaminifu, hakuna haki. Kwa nini? Uaminifu hujenga ukweli na uwazi. Watu wakiaminiana hawatapotosha, kudhulumu wala kuumiza wengine kwa makusudi. Uaminifu hufanya maamuzi ndani ya familia yawe ya haki na ya kweli. Uaminifu ni msingi wa haki, kwa sababu haki haiwezi kutendeka bila ukweli na uaminifu wa kweli kati ya wanajamii. Kuishi kadiri ya sheria. Haki inategemea sheria. Ndani ya familia, sheria zinatoa mipaka jinsi ya kuishi pamoja. Kila mmoja anatambua wajibu wake na haki zake. Sheria huzuia dhuluma, ukatili na upendeleo. Sheria zinapofuatwa, usawa unakuwepo kwa wote. Kufuata sheria ni msingi wa haki, kwa sababu sheria ndiyo inayohakikisha kila mtu anatendewa sawa bila upendeleo. Kuishi kadiri ya kanuni ya dhahabu. Kanuni ya dhahabu kama tunavyofahamu inasema, mtendee mwenzako kama vile ambavyo wewe ungependa kutendewa. Katika familia, sheria hii inaondoa ubinafsi, ukatili na chuki. Inaleta undugu, usawa na uadilifu. Watu wakitenda vivyo hivyo, hakuna dhuluma wala kubaguana. Kanuni ya dhahabu ni msingi wa haki, kwa sababu inawaongoza watu kutenda mema kwa wengine kama wanavyotaka kutendewa. Hivyo inaleta usawa na uadilifu. Ndugu msikilizaji, tuje tuone sasa haki na wajibu wa wanafamilia. Katika familia, kama tunavyofahamu, familia ni taasisi ya msingi katika jamii inayojengwa na baba, mama na watoto. Ili familia iishi kwa amani, upendo na maendeleo ya pamoja, kila mshiriki anapaswa kutambua na kutekeleza wajibu wake na pia kulindwa katika haki zake. Haki na wajibu huenda pamoja. Hakuna haki bila wajibu, na wajibu hutekelezwa
kwa kuheshimu haki za wengine. Tuje sasa tuone wajibu na haki za baba. Wajibu pamoja na haki hizi ni vitu ambavyo tunavichukulia kuwa ni vya kawaida kabisa, lakini endapo ikiwa havitendeki inavyopaswa, ndivyo husababisha migongano na mifarakano katika familia. Tuone sasa wajibu wa baba. Wajibu wa baba wa kwanza kabisa ni kutoa uongozi wa hekima na maadili. Lakini pia baba ndiye kichwa cha familia, na hivi anapaswa kuongoza kwa mfano mzuri, busara, maadili na maamuzi yenye kujali maslahi ya wote. Kutoa mahitaji ya msingi kwa familia. Baba anatakiwa kupambana kuhakikisha familia inapata mahitaji yake ya msingi kama vile chakula, malazi bora na vitu kama hivyo. Kupanga na kusimamia rasilimali ili familia isiteseke. Lakini pia baba anatakiwa kuhakikisha ulinzi na usalama wa familia. Hatutegemei itokee shida katika familia halafu baba awe wa kwanza kukimbia. Kwa kweli itatushangaza. Na hivi baba anatakiwa kuwa askari wa kwanza wa kuhakikisha familia inakuwa salama. Baba anatakiwa kumlinda mke na watoto dhidi ya hatari za kimwili, za kisaikolojia na kijamii. Baba anatakiwa kuhakikisha malezi bora, kushiriki katika kukuza tabia, kuwafundisha watoto maadili, nidhamu na kumjua Mungu, kuonyesha upendo kwa familia, lakini pia upendo unaojidhihirisha kwa maneno, vitendo, ukaribu na msaada wa kihisia. Kuheshimu mke na watoto, kusikiliza maoni yao, kuepuka ukatili au unyanyasaji wa aina yoyote. Baba anatakiwa kuhamasisha na kuwa mstari wa mbele katika maendeleo ya familia. Baba pia ana wajibu wa kusaidia mipango ya elimu, biashara, afya na ustawi wa watu wote katika familia. Tuje tuone sasa haki za baba. Kuheshimiwa kama kichwa cha familia. Kama tunavyofahamu, baba ndiye mtafutaji katika familia na ndiye mpambanaji anayehakikisha familia inakwenda vizuri, na hivi anatakiwa kupewa heshima ya pekee. Nakumbuka hivi majuzi nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja, ilikuwa ni usiku. Kati tunazungumza nikamsikia akimwambia baba yake, "Baba, amka ule chakula." Nikamwambia, "Kwani baba ameshalala?" Akasema, "Ndio, amerudi sasa hivi kutoka kazini. Sasa nimemwandalia chakula, lakini baada ya kula anasinzia." Nikamwambia, "Kwa nini anasinzia?" Akaniambia, "Ni kwa sababu ya kazi, anachoka na kazi." Kwa hiyo kumbe baba zetu daima wamekuwa wakipambana na wanafanya kazi ngumu muda mwingi, ambapo wakati mwingine wanashindwa hata kufaidi yale matunda ambayo wamekuwa wakiandaa kwa ajili ya familia. Wamekuwa wakipambana na kuleta chakula nyumbani, lakini wakati mwingine hata hawali kwa starehe kile chakula kwa sababu ya uchovu wa kazi na mapambano yao. Haki nyingine ya baba ni kupendwa na kuthaminiwa. Kwa sababu ya juhudi zake anatakiwa kupendwa na kuthaminiwa. Lakini pia baba anatakiwa kusikilizwa na kupewa nafasi katika maamuzi. Kama ilivyo kawaida kuwa baba ndiye kiongozi mkuu wa familia, na hivyo anatakiwa kusikilizwa zaidi katika maamuzi. Lakini pia anatakiwa kusaidiwa na kuungwa mkono na familia. Baba anakuwa na mapambano mengi, na hivyo anategemea ushirikiano mzuri kutoka kwa mama, lakini pia na watoto. Anatakiwa kutoa ushirikiano wa dhati kabisa kwa baba kwa ajili ya maisha bora na maendeleo ya familia. Baba anatakiwa pia kudumishiwa amani ya nyumbani na kutendewa kwa haki.
Baada ya kuona hizo zilizo haki za baba, tuje sasa tuone na wajibu wa kina mama. Wajibu wa kwanza kabisa wa kina mama ni kutoa malezi ya upendo na ukaribu. Kama tunavyofahamu, wakina mama kwa asili ni walezi, na ndiyo maana tangu wakiwa wadogo utakuta mtoto mdogo anachukua au vijiti au vikaratasi anavichezesha, atakuwa anasema maneno hapo, labda wewe fanya hivi, wewe pika kule, wewe shika hiki. Kwa hiyo mama kwa asili ni mlezi, na hivi tunategemea mama awe na wajibu huu anapokuwa katika familia. Lakini mama mara nyingi ndiyo dira ya kihisia na msimamizi wa malezi ya karibu ya watoto. Pia mama kushirikiana na baba katika uongozi wa familia, huu pia ni wajibu wa mama. Kupanga, kushauri na kusaidia maamuzi yanayoleta maendeleo. Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakisema kuwa yale yanayofanywa na baba ni matokeo ya ushauri mzuri uliotoka kwa mama. Na hivi mama anakuwa anatoa mawazo mazuri, na baba asubuhi anatoka na kuingia katika uwanja wa mapambano kwenda kuhakikisha zile ndoto zinatimia. Lakini pia mama anatakiwa kusimamia ustawi wa nyumbani, kuhakikisha usafi wa nyumbani, mazingira ya nyumbani yanakuwa mazuri, nyumbani kuna maua, nyumbani panapendeza. Huo ni wajibu wa mama. Usafi, lishe, afya na mazingira bora ya ukuaji wa watoto. Wakina mama pia wanatakiwa kuwa wabunifu, hasa katika kipengele hichi. Na ubunifu ni kufanya kitu cha kawaida lakini kwa namna tofauti, kwa sababu wapo wakina mama wengine ambao tangu wameolewa, waume zao harufu ya chakula kama ni wali wanaopika, tangu wamewaoa mpaka wamekaa miaka 20-25, harufu ya chakula ni ile ile. Kama alipika kwa nazi siku ya kwanza, atapika kwa nazi mpaka mume wake anafariki. Kwa hiyo wakina mama wanatakiwa kuwa wabunifu, ili baba anavorudi nyumbani awe anafikiria na kuwaza, sijui leo nitakuta nini. Kwa tunategemea mama leo, kama jana ulipika na nazi, basi leo uweke mafuta sijui ya alizeti, uweke sijui tui ya karanga, uweke na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuwe wabunifu hasa katika hichi kipengele, kwa sababu mwisho wa siku tusipomweka vizuri mume pamoja na watoto katika kipengele kama hichi, baba zetu wanapoenda kufanya kazi huko mahala pengine, utakuta wanaandaliwa chakula. Leo wameandaliwa mishikaki, kesho wameandaliwa supu ya sungura, na hivi inaweza kusababisha kukusahau mama wewe ambaye amekuoa akaingia mitini akaenda sehemu kama hizo. Lakini mama anatakiwa kuwafundisha watoto heshima, utu na uwajibikaji, ibada na nidhamu. Pia kuonyesha upendo kwa mume na watoto, kulinda amani na umoja wa familia, kuhakikisha mawasiliano mazuri na kuepusha migogoro, kujishughulisha na shughuli za kiuchumi au kijamii kama uwezo unaruhusu, lakini pia kuchangia ustawi wa familia kwa uwezo alionao. Tuje tuone haki za mama. Kuheshimiwa kama msaidizi na mshirika wa baba. Wapo wakina baba ambao wanawakosea sana wakina mama. Mama anaweza akawa na upendo, hata anavyomuona baba anarudi kazini akamuandalia maji pengine ya kuoga, baba anaenda anaoga, hasemi hata asante, anafikiri kama kile ni kitu cha kawaida. Na hivi wakina baba wanatakiwa kuthamini kile kitu ambacho wanafanya wakina mama, kwa sababu mama kwa baba sio mtumwa, bali ni familia kama tulivyosema huko mwanzo. Lakini pia wakina mama wanapaswa kutunzwa kwa staha na uaminifu. Tunafahamu wakina mama wanapenda vitu, tunasema vitu artificial, wanapenda vitu vizuri, vitu vya kutengenezwa kama mawigi. Siku hizi kuna kope za kutengeneza, kuna kucha za kisasa. Kwa hiyo tuna wajibu sisi tulio wakina baba kuwapendezesha wake zetu
kwani tusipofanya hivyo inaweza kuwasababishia wao kutafuta vyanzo vingine vya kuwafanyia hivyo. Lakini tunawapendezesha kwa sababu ili waendelee kuvutia machoni petu na kuwa bora ndani ya nyumba. Lakini pia wakina mama wana haki ya kulindwa dhidi ya unyanyasaji wa kimwili, kijinsia au kihisia. Wanatakiwa kusaidiwa katika majukumu ya nyumbani, kupata muda wa kupumzika, kujifunza na kujiendeleza. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndiyo tumefika tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateli Aruni na Nyambe wa Jimbo Katoliki la Mtwara, kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0775647817. Karibu tumalize kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora yenye